Has God done what he promised to you? More than what he promised. More. Mimi naona ni kama naishi kwa movie. He has done more than what he's promised. Wamini. Yani siamini. Naona ni kama niko kwenye movie kidogo, kiasi. Yes, God has done more than what he promised me. More than, yes. Yaani uko unatarajia 10 ankupa ngapi? Amenipatia kama 1 million. Nilikuwa nahitaji 10 tu, 10 stones. Akanipatia million stones. So do you love the gospel industry as at now, as it is, the artists and what they do with the music they do? Unamaanishaje? Sijakuelewa. Taniwa. Sasa taniwa, nataka niseme nini kuhusu taniwa? Sasa talk to me. Hapana, mimi niulize kunihusu mimi. Sasa talk to me. Wacha niseme, niulize kunihusu mimi. Usiniseme maneno mingi. Nataka nipigwe mawe kisha niashwe na unirushie jet fuel. Taniwa. Wewe niulize juu ya hai bila ndomo tutaongea kutoka hapo. Alafu tutajua vile Mungu anasema. Niulize kutoka hapo. Okay, sasa yes. Gengeton wakikufuata wanataka kolabo na wewe. Utaifanya? Kabisa. Nitawaambia kwanza tuende pale madhabahu tuombe. After tumeomba, tuombe kolabo kwanza. Tuingie studio. Tutoe genge la muziki. Unani understand? Lakini neno iwe ndani kabisa. Neno ya Yesu iwe ndani kwa sababu as long as kitu iko na neno ya Mungu na inabeba Yesu, sina shida. No problem at all. No problem. As long as it has the word of God. It has the word of God and it carries the spirit of God. Haina shida. It doesn't matter. It doesn't matter. Kwa sababu hata kanisani tunaimbanga pamoja. Na ujui unaimba na mwenzako mwenye connect mnaimba ni nani. Unajua kanisani mnaimba pamoja. Kweli. Shida tu ni song isikue haina neno. Kwa sababu the word is the most important. The word is the most important, not the person singing, so not necessarily. Si mavazi yake, si outlook yake. The word, kwa sababu sisi kama gospel artist tumeitwa kufanya vitu mbili. Number 1 to worship God in spirit and in truth. Number 2 to spread the gospel. Unanielewa? So if for example naimba na song na mtu wa secular artist na bora tuimbe neno la Mungu. Kama for example kuna nyimbo tunapenda sana. Nyimbo ya Michelle Williams, Beyonce na Kerry Nicolona. So that song has God in it. Yes. Michelle amemba na Beyonce, a very known secular artist. But wanaimba neno, wanasema when Jesus says yes, nobody can say no. Na si wote tunapenda hiyo nyimbo. Na hiyo mimi sina ubaya. Shida ile niko nayo Bill ni uimbe nyimbo na haina neno, hiyo ndio shida. Lakini unaweza imba nyimbo na mtu yoyote bora tu iko na neno. Yani ile gospel bado unaenda kuspell hiyo maneno. Yes, yani unaenda kuongea kwa sababu gospel is just the good news that Jesus came with, the truth. Jesus is the truth. So ile news ya Jesus alikuja nao is the gospel. So kama tunaimba nyimbo na secular artist na tunaimba gospel hapo ndani, napata opportunity kumwambia Yesu ni Bwana ndani ya muziki. Vipi? Yes. Kwa hivyo inabidi uchange njia zako ni nini. Hapo katikati nimempea neno. Unaona? Na mambo yameisha. So that at least you change pia maisha yake katika jambo moja nyingine. Yes. Radio Zaidi Radio by the way. So kama wasanii hapa nchini Kenya, wasanii ya gospel, tumeona kwamba sasa hivi baadhi ya kanisa wanasema kwamba wanaogopa kwenda kule kusali pamoja kwa sababu ile social distancing, watu wasitangamane pamoja, unajua wanafanya live streaming na kadhalika. Kama wewe kama Saizetu unaona kwamba ni jambo poa limefanyika ama wanaogopa sana? Kuna Yesu wasiogope ama unaonaje? Hapo sasa kuna vitu mbili. Unaweza pata pastor si muoga. Lakini congregation ndio wamekataa kukuja, wamesema no. Corona no. No. Unaona? Sasa unaona pia kuna regulations za government. Ile government imekataa. But mimi ningeulizwa manze worship ni important, lakini sasa government imesema na Bible pia inasema obey the laws of the land. Sasa itabidi tu uobey kenye ilisemwa. Lakini pia watu wasiache kuomba. Juu sasa ndio tuna need prayers the most. Sasa ndio tuna need prayers the most. By the way, jana nilikuwa naongea na rafiki yangu fulani amefuta, yani watu wamefunga mabiz, watu wako pabaya. Makazi hakuna. I was talking to someone in the morning, hakuna makazi. Yani sasa ndio tuna need prayers. Lakini tunaweza fanya hizo prayers bado kwa hao watu wanaumia. Hata Bill mkiwa hapa hivi kwa radio, sasa ndio time yenu mnaweza encourage wasi.
juu wasee wako baya. Unapata msee amezoea kufanya kazi ya mjengo, hana food. Kama mtu mwenye ananifanyanga my house manager hapo, yani watu in other terms watu wanatumianga mbochi. Yani alikuwa ananiambia yani watu kwao yani shikangware. Kwa ngware watu wanaumia. Kwa sababu wamezoea ile 300 every day, ile 250 every day, unaona? Na haipatikani ama kaso 5 haipatikani, sasa imekuwa ngumu. So this is the time yani gava inafaa tu yani encourage watu, hata sijui itaduaje. They must do something. They must do something to encourage people because watu wako chini. Hata sasa ukikutana na mtu chunga venye unaongea. Juu watu biashara ziko chini. Yani there's so much happening about tunataka encouragement. Yes, yani watu yani na wewe tu sasa hivi Mungu amekupatia kwa ile position ile kiti amekupea. Na unasikizwa na watu wengi hata kutushinda sisi. Mambo sasa ndio uta encourage wasi. Kwa mpigo. Master King. Yeah man. You good my bro? Easy bro. Kofiti kabisa. Maze bro, mwanzo wewe mwenyewe unafanya nini kujikinga wewe mwenyewe na pia mabeste zako kutana na hii story? Yeah. Kuosha mikono lazima bro. Ku avoid crowded places. After hapa nini lazima turudi nyumbani, unacheki. Yaani hakuna kupati tena nini na nini. Si atupate hata before hii. Lakini si mko high bro. Lakini bila ndomo. Hajapata message bila hajapata message. Yeah man. Unajua kaka tukiangalia nywele. Sema nywele Hiyo nywele nasema story nyingine yani. Hii ni ya kisanii bro, unajua? Kompigo. Niko miaka 22 lazima nipendeze, unajua. Nikifika 40 nitanyoka. Yaani lazima utakate. Lazima nitakate. Kubwa sana. Shakwa tabu yani. Concert like no other before. Unajua tena. Mimi naitwa Bilimia, niko na MC Tricky. Love Studio nimekuwa joined by the finest katika hii industry. Unajua tena. Kaka sijui umefanya sijui kama Tricky unaendaga wapi yani. Unajua sielewi mimi. Niko ndani area. Niko area. Ama unaogopa Yesu. Sasa umetoa void sana bro. Dhambi kama dhambi zinaonekana. Ili hapa. Unajua wamesema kwa high bila ile kitu. Ilibidi niende kuificha kwanza. Akapatikana kamuli. So anyway, wacha ni wa address. Kama wakubwa, I will call them your highness. Your Highness Masterpiece. Saize karibuni tena. Asante. Tunafurahi kukuona pia sisi. Kuna track ambayo tutakwenda launch hapa hivi muda soko mrefu. Lakini Masterpiece yani ulikuja na fresh. Ukakuja na chini ya mwamba, you know, like kuna Wakenya ambao wanakujua na kuna ambao wakujui fresh tu sana. Pengine kama mtu akuuliza kama Masterpiece yani ni nani? Yani atakuelewa vipi yani? Masterpiece ni ndogo fulani hivi mzee ametoka pale Mwingi akalelewa Mombasa akakuja Nairobi kutafuta. Hebu ngoya kidogo. Ngoya ngwambie. Ali kama mzee. Ba Mwingi bambo upyo. Mwingi sei kuruko yako akalonda. Kwa hivyo tu ni sio kolona tu hapa hivi. Achana hii rangi bro. Hii rangi ni jua. Siku mbili. Jua ndio azua kazee. Umeona nywele? Kuna siku amepaka green. Mbuzi zikamfuata. Wewe afadhali uendelee kunyamaza yangu. Toka hapa studioni. So umetoka Mwingi bro. Ndo mtaani mazee. But Nairobi tunatafuta. Au vipi? Mazee. Inakuwa kubwa sana Nairobi, sio? Hii Nairobi kubwa sana lakini kwa neema ya Mungu mazee tunapata riziki kidogo ile Mungu anatujalia. Tutaiona collab yako tena na DK kwenye beat. Kwa nini tusifanye sisi sote wasanii bro? Au vipi? Kwa hivyo inaweza come, sio? Inaweza come mazee anytime. So hii idea ya tuko high bila ndom. Ushaitumia ndom bro? Truthfully speaking. Hii ni radio zaidi ya radio, maswali mengine. Wacha sasa hivi najibu. Unajua watu ambao wanaimba gospel wote walikuwa wabaya, walikuwa makahaba, walikuwa wezi. Walikuwa wanatumia ndom. Kishada. Kweli sijakataa. Pata kimimi mazee sijatumia. But tunajua sote effect za hizo vitu za madawa za drugs na sisi kama kioo cha jamii na sisi kama wasanii ni taaluma yetu si kuongelea mambo kama hayo.
na Mungu ametuweka hapa ndio ili unajua sisi kama ni kioo cha jamii. Kweli. So lazima tu address vitu ambao vijana wenzetu wanapitia na tukiweza waambia itawasaidia. Baadaye kumpata size yetu pia collab naye ilikuwa rahisi ama ilikuwa ngumu? Relationship yangu na Sezete janza leo ama jana. Sezete tumekuwa naye kutoka kitambo, amekuwa kama mentor, kama mama hivi. So kwa hivi sasa kumpata kwa collab imekuwa kibali na neema tu ya Mungu bro. So yani kumshtua kwamba ni aje niko na hii ngoma naomba unisaidie tu tupige haikuwa ngumu sana vile. Kitu moja na Sezete na DJ Mo hao ni watu ambao yani roho zao ni safi sana. Yani hata ukipatana naye kama wewe ni fan wake yani venye atakutreat it's very huwezi amini yani. So niliongea na DJ Mo mazee nikamwambia ningependa Sezete akevaa kwa wimbo wangu na kitu fani yani. Unajua tu master venye wanakuaga. Ngoja tutakwambia acha tukae chini tuko na ulipigwa kama wiki ngapi ama miezi mingapi? Nakwambia hivi nipo tumia tu DJ Mo wimbo. Akanambia tupange session tuingie studio lini. So hiyo ulipomtumia ilikuwa na ndom ndani? Tulikuwa tushaandika chorus na verse. So ndakaja studio akaandika verse yake. So huko na tatizo kuena ndom pale ndani sasa hivi? Sina tatizo kwa sababu kama tumeokoka basi tunaweza sema ndom hakuna, tumeokoka. Ndom iko na inatumika na sasa ndio hao watu tunataka kuongea. You want to reach to them. We want to reach to them because you know the problem with the gospel industry or ministry is people live in a balloon where unaona ni kama ndom hakuna, prostitution hakuna. Hizi vitu zinafanyika hata watu wanafuta ndom pengine hata wengine ni mapasta. So lazima tuongelelea hizi vitu za kijamii. Na the main reason why mimi niliagree kufanya hii song. Tumekuwa tukifanya many high school tours. Na watoto high school wameingia kwa ndom mbaya. Yaani bangi. Bangi kwa kila kitu mpaka sisa. Sema tu sisa. Nimekaa na sisa. Sisa. Hiyo. Sasa wote nimekuja leo asubuhi. Sasa tumekuwa tunataka kuaddress hii issue. Tumekuwa tukiitwa kwa mashule kwa sababu tuongelee young people. Tumekuwa tukiitwa na ma principals tuwapatie talk, tuambie waache hizi mambo za nini. Because kwanza high school, ndani ya high school parents wanalia machozi. Watoto wao wamepitwa na bangi. So kama watu wanasema ati Mkristo hafai kuimba nyimbo kama hizi, basi kuna tatizo. Because tumeitwa tuongelele vitu kama hizi. Na tujaitwa tu tuko holy mpaka ni kama tunaishi mbinguni. Unajifungia tu kando kama ulimwenguni. Lakini tuko mbinguni, na tuko duniani na before tuende mbinguni lazima hawa watu wako ndani ya ndom na si ndom peke yake, real hard drugs. Lazima sisi wote tuende mbinguni. Muongeleshe. Pengine Masterpiece una mpango gani na hii track by the way? Hii track kuna target audience yake, na target audience yake ni mavijana. Na mtu yote hapo mtaani maybe anatatizika kuacha vitu kama hizo. Tunamwambia mzee anaweza acha na kuja kwa Christ na still have fun kwa Christ. Ningependa ongele kuhusiana na wasanii ambao wanachipuka sasa hivi, wanataka kufanya tupo, wanataka ku make it, lakini they don't push for clean content, you know. Unaweza kuambia nini? Unajua kitu yote tunafanya hapa duniani kuna malipo, na malipo lazima tupate hapa before tuondoke. So naweza kusema ukifanya lolote fikiria tu kesho utakuwa na mtoto, kesho utakuwa na familia. So kama ungependa wafanye vitu naambia watu wafanye ni sawa. That's deep. That's deep. That's deep. Malipo ni hapa duniani bro. Kitu imetoka kwa hiyo nywele. Where have you downloaded that from? Tricky ni nini? No, I like that. Hiyo ni kali. Hiyo ni moto. Yani do the things that you would like. You know. Watoto wako wafanye. Yani unachofanya mtoto wako akifanya utaisibi pia. I'm going to be proud of that. Thank you. Wampigo. Hiyo imetosha. Let's launch this ish. Let's do this. Let's launch this. Hebu tugusie mwanzo. Nani anaanza huko kwenye? Gusia tu kidogo. Sijui yangu ufanye mambo. Anaimba chorus. Twende kazi. Masterpiece. Twende hivi. Tuko high bila ndom. High bila ndom. High bila ndom. High bila ndom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Tuko high bila ndom. Tuko high bila ndom. High bila ndom. Tuko high bila ndom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Tulihamanga Sodom. Nafuata Yesu kakondo. Yama.
hadi mwisho. Pull up. Asa tuko high bilandom. Tuko high bilandom. Asa tuko high bilandom. Tuko high bilandom. Hata mgenihusisha kwenye collab jamani. Next time third verse ni hapa. Au vipi? Yes. So tricky sutoe that verse tuone venye utakwenda. Nipe tuko high bila ndo. Nipe bili. Niko high bilandom. Niko high bila ndo. Niko high bilandom. Niko high bila ndo. Niko high bilandom. Umetoka Sodom. God damn it. It's a beautiful track, man. Thanks, Jose. Damn! Masterpiece. Yeah, man. Uliona mtaani ama ulikuja na idea tu? Idea tukua studio Naam. na Moji. Kama kuna kitu mazee. Yeah. Na kitu ndio hicho hapa hivi. Kitu ndio hicho kimedondoka mzuka. So matuatua tu sasa hivi, Yeah, high school na kadhalika. High school sasa unajua sote watoto wako nyumbani. Mazela ni noma sasa hivi. Au vipi? Yeah, man. So yani kuwa high lakini isiwe ndomo. Yani ile highness unafaa kuwa nao peke yake ni Holy Spirit. Ni Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Yes. Thank you so much guys. Really appreciate. Always a pleasure mazee ku have you guys. For the first time ndo nakuhave. Sasa tumekuwa naye tangu Mombasa kuja. Umemwambia tangu kitambo. Bwana. Yes. Tu DJ Mo alinitangulia tu. Kidogo ukutuma message haikufika. Sasa Nilianza bro. Nilichelewa. Haukuweka credit. Nilichelewa.